Hii sio dunia yangu na sio mahali ambapo nilipaswa kuwepo. Mwanamke mmoja anasikika akizungumza hili swala katika uwanja wa ndege wa Marekani akiwa anafanyia mahojiano na maafisa wa uhamiaji katika nchi hiyo ya Marekani. Haijulikani kama ni taarifa iliyo sahihi sana, lakini imekuwa ikisambaa sana kwenye vyombo vya habari. Inasemekana mwanamke huyu anaonekana akiwa na passport mkononi, lakini passport yake inaonekana yeye anatokea katika nchi ya Torenzo. Wengine wanasema Torenza. Hatuelewi vizuri, lakini mwisho wa siku anamkagua, anasema yeye katokea Torenzo. Na pasipoti inaonyesha kwamba amekuwa akisafiri nchi tofauti tofauti, na sio mara yake ya kwanza kusafiri, ikiwa na mihuri mingi na tofauti tofauti. Kisha mwanamke huyu anapotea katika mazingira ya kutatanisha. Walipokagua kwenye ramani ya dunia, hakukuwa na sehemu yoyote ambapo nchi hii ya Torenzo imetokea. Hata wewe mwenyewe nadhani utakuwa umeshaanza kujiuliza swali kwamba hii mambo imekwaje. Nimekutana na dada mmoja mtandaoni, naye anasema kwamba ni nchi iliyopo nje ya sayari ya dunia, huko kwenye kuta za barafu. Sasa swali langu likaja, dunia yetu imetenda dhambi. Tunaambiwa tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kama ninachanganyikiwa hivi. Masuala ya passport na nene ni kwa sababu tunasema ni miongoni mwa matokeo ya dhambi, kwamba sasa hatuaminiani, lazima hivyo. Nadhani unanielewa ninavyosema. Kwa hiyo ukija kuangalia, huyu mwanamke ametokea kwa sayari nyingine, kwamba kuna sayari nyingine ambayo pia ilitenda dhambi, kwamba hii teknolojia tulionao sisi huku na kuna sayari nyingine pia wanayo. Au kama tumepimwa suti hivi, uniambie basi kwenye comment section hapo kwamba labda hawa watu wameamua kutupima suti na kuchekecha angalau watu baraguze tushindwe kuelewa. Ila mimi kama ninapata maswali na mashaka zaidi, haiwezekani ile swala likawa la kweli. Okay, ingaje CCTV kamera zinaonyesha kwamba ilikuwa ni kweli, na hivyo na sura ya mwanamke huyo anaonekana kama amezeeka. Kwa hiyo pia inawezekana kwenye hiyo sayari pia ambao anaishi wao, kama ametenda dhambi pia nao anazeeka, kwa sababu mtu akiwa hajatenda dhambi, akiishi kwenye dunia ambayo haijatenda dhambi, ulimwengu ambao hauna dhambi, hakuna kuzeeka. Sura yake inaonekana imekunjamana, na kwamba amevaa kwa tamaduni za Kiarabu. Ukifikiria kwa makini zaidi utagundua kwamba ni ka story fulani kaliko tengenezwa angalau kutuchanganya kiakili. Jambo la mwisho la kujiuliza ni kwamba huyu mwanamke anakuwa amebadilika sura yake, au inaonekana anapotea eti kuna chenga kwa CCTV kamera. Ni nani aliyeenda kuzitengeneza hizo chenga? CCTV kamera sitakiwa kurekodi tu moja kwa moja, ni kuonyesha kwa nini, yani mtu anavyoyeyuka, amefanya nini mpaka kayeyuka, anayeyukaje tu hivi from nowhere, na nini kilichomfanya yeyuke. Asante, naomba uniambie kwenye comment section hapo kama na wewe umepata majibu kidogo, angalau nitoe wasiwasi. Asante.